mambo yatakayokupelekea uthaminiwe na kila mtu au uheshimiwe na kila mtu, sehemu ya 3. Mungu akubariki sana. Kama umesikiliza sehemu ya kwanza, kusikiliza sehemu ya pili, najua kwamba kuna mambo ambayo umejifunza. Na sehemu ya mwisho tutajifunza mambo 4 ambayo yatapelekea uthaminiwe na kila mtu, na Roho Mtakatifu kuhudumia kwenye mafundisho haya. Na mafundisho haya kafanyike msaada kwako, kafanyike baraka kwako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Jambo la kwanza katika sehemu ya 4, jambo la kwanza katika sehemu ya 4 yatakayopelekea uheshimiwe na kila mtu, usibishane sana. Usibishane sana. Sio kwamba kila wakati unahitaji kuwaonyesha watu kwamba uko sahihi. Sio kwamba kila wakati unahitaji kuwaonyesha kwa watu kwamba wewe labda hauna wewe uko sahihi. Kuna watu ambao wanatumia nguvu nyingi sana ili kuonyesha kwamba wenyewe ndio wako sahihi. Usibishane sana. Usibishane sana. Wakati mwingine kukaa kimya ni hekima zaidi kuliko kutumia nguvu nyingi sana kwenye kubishana. Nyingi sana kwenye kubishana, kuonyesha watu kwamba unajua kuna kitu unajua au unataka kutetea point yako. Usibishane sana. Usibishane sana. Usibishane sana. Kuna watu wengine ambao hata kama ukibishana, kuna mabishano mengine ambayo yanapelekea hata ugomvi, yanapelekea hata ugomvi. Kwa wakati mwingine usibishane sana ili kuonyesha watu kwamba uko sahihi, au usibishane sana kuonyesha kwamba wewe ndio uko sawa. Usibishane sana. Usipokuwa mbishi sana, usipo entertain kubishana sana, watu watakuheshimu. Lakini jambo la pili, zungumza kidogo. Usiwe mwongeaji sana, usiwe mzungumzaji sana. Andiko nasema kwenye Mithali 17:28. Mithali 17:28 kwamba hata mpumbavu akinyamaza huonekana ana hekima. Hata mpumbavu akinyamaza huonekana ana hekima. Uhitaji kujieleza sana. Uhitaji kujieleza sana. Uhitaji kuongea sana. Uhitaji kuzungumza sana. Uhitaji kuzungumza sana. Watu wa kimya wakati mwingine, mara nyingi, wanaonekana kwa kwamba wana hekima na wanaheshimiwa. Usiwe mwongeaji mpaka ukapitiliza. Usiwe mzungumzaji sana. Usiwe mzungumzaji sana. Watu wa kimya, anasema kwamba hata mpumbavu akinyamaza huwa anaonekana kwamba ana hekima. Hata mpumbavu akinyamaza huwa anaonekana kwamba ana hekima. Usiwe mwongeaji sana. Usiwe mwongeaji sana. Usiwe mwongeaji sana. Usiwe mwongeaji sana. Usiwe mzungumzaji sana. Lakini pia jambo la mwisho, endelea kujifunza na kujiboresha. Endelea kujifunza na kujiboresha. Endelea kujifunza na kujiboresha. Kuendelea kujifunza, unakuwa mzuri zaidi, unakuwa bora zaidi kila itwapo leo. Kuna watu ambao wamemaliza chuo kikuu, kuna watu ambao wamemaliza yamkini masters, lakini tangu walipomaliza masters hawajaendelea kujifunza. Walipomaliza degree hawajaendelea kujifunza. Kumbuka kwamba kuna mambo mengi ambayo hatujifunzi shuleni. Kuna vitu vingi ambavyo hatujifunzi shuleni. Hatujifunzi shuleni. Kwa ili wewe uende na wakati, ili wewe uwe mzuri zaidi kila itwapo leo, endelea kujifunza. Endelea kujifunza. Endelea kujifunza. Endelea kujifunza. Endelea kujifunza na kujiboresha. Endelea kujinoa. Endelea kujinoa. Na ndio bado tunaposoma kwenye Mithali 4:7, maandiko yanasema kwamba bora hekima, na kwa mapato yako yote tafuta maarifa. Kwa mapato yako yote tafuta maarifa. Tafuta maarifa. Kwa mapato yako yote tafuta maarifa. Wekeza katika kujifunza. 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 Tafuta ujuzi mwingine zaidi mbali na ule ambao uliupata darasani. Kuna vitu vingi sana ambavyo bado tunahitaji kujifunza kila itwapo leo. Wekeza katika kujinoa. Wekeza katika kujinoa. Wekeza katika kujinoa. Kumbuka kwamba elimu haina mwisho. Elimu haina mwisho. Elimu haina mwisho. Na mtu yeyote ambaye hajifunzi
hawezi kuwa mzuri zaidi. Tamani kuwa mzuri zaidi kila siku, tamani kupata maarifa mapya kila siku. Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kuna maarifa ambayo tukiyakosa utaangamia. Ukiyakosa utaishi maisha ambayo sio yale ambayo Mungu alikusudia uyaishi. Tafuta maarifa. Tafuta maarifa. Endelea kujifunza, endelea kujiboresha. Nunua vitabu vinavyohusiana na mambo mbalimbali ambayo hukujifunza darasani. Nunua vitabu vya kiroho vitakavyokufanya uwe mzuri zaidi kiroho. Wekeza katika kutafuta maarifa. Wekeza katika kutafuta maarifa. Wekeza katika kutafuta maarifa. Wekeza katika kutafuta maarifa. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza kucomment, na maisha yako yatabakia jinsi yalivyokuwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.